Ndugu wafanyabiashara, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kituo chetu hiki ni kwa ajili ya kupata elimu ya huduma za kibiashara digitali, na hapa nimeambiwa utapata mada mbalimbali ambazo zitatolewa, ambapo mojawapo ya mada hizo ni uwasilishaji wa biashara na mapato. Utapata hilo wasilisho, lakini pia kuna wasilisho la fursa za mikopo na amana au bima. Lakini pia mtapata elimu kuhusu fursa za mikopo kwenye taasisi za fedha zilizopo wilaya Monduli. Lakini pia mtapata fursa ya kupata elimu juu ya biashara ya digitali na fursa zilizopo za ufanyaji biashara ndani na nje ya nchi. Lakini pia mtapata elimu juu ya katazo na vifungashio, na ndio maana wenzetu wa NEMC wako hapa, na taratibu za kusajili miradi kimkakati, na vile vile na biashara na tahadhari ya majanga ya moto. Nimemwona kakaangu Majenge ya familia Majenge ya zima moto na uokoaji hapa. Sasa simuona fursa mtakopata, ni elimu nzuri. Mada zaidi ya 3-4 mtapata fursa hiyo kupata elimu siku leo. Lakini niombe wale mashauri yetu tuendelee na taratibu nzuri huu wa kuwa na vikao kama hivi. Mimi nasema ni mwanzo mzuri, lakini sasa mwanzo huu uendelee. Kila mwaka tuone taratibu namna hii. Hata kama tulikuwa na kiasi gani, eza vikao viwili kwa mwaka, imeshindikana kabisa hata tukutane mara moja. Kwa utaratibu huu usiwe leo tumefanya mwakani tena nakuta hakuna. Kwa hiyo naomba tumeanza mwanzo mzuri, na mwanzo huu kwa kila mwaka tunataka kukutana, na hii itatusaidia pia vile kujenga ukaribu kati ya serikali na wenzetu wa wafanyabiashara. Ndugu wafanyabiashara, niendelee kuwatia moyo kwa serikali yenu ipo na nyinyi katika kuhakikisha wafanya biashara zenu katika mazingira mazuri. Na kama nilivyosema kwamba sisi upande wa serikali tusiwe vikwazo katika nyinyi kufanya biashara, lakini sisi tuwe wamuaji pale mnapata vikwazo katika kufanya biashara. Jukumu letu sisi kama serikali ni kuwasaidia ili vikwazo vilivyopata hivyo muweze kuepuka. Na hivi na timu wenzangu upande wa wilaya tutakuwa msalama mbele kukwamua changamoto zenu, ili sasa biashara tunazozifanya mfanye biashara katika mazingira mazuri na kuepuka kuwa na vikwazo katika biashara. Kwa hivyo niombe wafanyabiashara wenzangu na wawekezaji katika maeneo haya, mnaweza kutumia fursa hizi kufanya uwekezaji, kwa sababu tukiwekeza pamoja na kuwekeza pamoja sisi tutapata kodi na tozo mbalimbali, lakini pia vile vile tutasaidia upande wa ajira kwa vijana wetu. Maana sema tukiwekeza maana yake serikali itapata kodi na zile tozo za serikali, lakini vile vile vijana wetu watapata ajira. Naomba nichukue nafasi hii kuomba wafanyabiashara, leteni mabanda yenu mengi siku ile ya mkesha mwenge uwanja kwa sababu ni hapa mjini tu. Mjitokeze kwa wingi ili tuweze kuweza kuunga mkono sherehe kwa mimi biliza mwenge na siku ile ya eneo hilo la mkesha. Naomba nichukue nafasi hii kuonyesha kwamba mnamo tarehe 10 Julai mwaka huu wilaya yetu itapokea mwenge wa uhuru, na itakimbizwa katika wilaya ya Monduli kwa ajili ya kuweka mawe ya msingi, kuzindua na kufungua. Naomba nichukue fursa hii kuomba pia wafanyabiashara kuunga mkono zoezi hili la mbio za mwenge wa uhuru, na mkesha wa mwenge wa uhuru mwaka huu utakuwa katika uwanja wetu wa polisi hapa Monduli mjini. Kwa hiyo tunaweza kupangana kwa pamoja, moja katika mapokezi, lakini vile vile ni katika kufanikisha mwenge wa uhuru. Sisi kama ofisi ya biashara tuna ushauri au maangalizo machache kwa wafanyabiashara wetu. Tuna kazi ya kulea wafanyabiashara. Japokuwa tunawalea na mnatukimbia. Tukiwaita mnakimbia, kwa kulea kwa kazi. Mwalimu akija wanafunzi wake wanakuja. Hapo sisi tukiita wafanyabiashara wetu hawaji. Hapo walezi tutakuwa wakali kwa baadhi ya maeneo. Lakini all good kwa kushirikiana mambo yaende vizuri. Maangalizo muhimu kwenye mambo ya mikopo, tunapokopa sisi kama wafanyabiashara, wataeleza kila taasisi zetu ambazo zinapata tuzoalika, lakini sisi tunatoa elimu ya ujumla. Unapokopa kisha wafanya biashara mshachunguza ni nini kinapungua, ni nini unaenda kuongeza. Vinginevyo mkopo baada ya kukusaidia unakudidimiza. Halafu nasema kama vile nimepata laana kidogo. Kumbe hakuna laana, ila unazingatia utaratibu muhimu. Lakini pia kuna kitu kinaitwa andiko la mradi. Kiurahisi andiko la mradi kwamba linalenga kukuambia ninakopa kiasi fulani cha pesa, nitafanyia shughuli 1, 2, 3, 4, 5. Ndio maana sisi tunasema hivi kwenye biashara
kati ya fedha na akili yako, wewe tunaanza na akili yako. Wazo nianze ndio hela iingie kwenye mfumo. Zikianza hela alafu wazo linafuata, unakuwa kuna changamoto sana. Kwa hiyo sisi tunahamasisha sana kwenye sekta zetu za biashara tujitahidi kufanya vizuri, lakini pia tuzingatie kwenye mikopo. Na mwisho kabisa, tunapokopa mikopo yetu, hakikisha biashara unayofanya marejesho yako ya mkopo yasile mtaji. Kama leseni za biashara, sheria inayoongoza ni sheria namba 25 ya mwaka 1972, lakini kwenye leseni hizi tunazo leseni mbili. Tuna leseni zile za biashara, lakini tuna leseni zile za kuuza pombe za kigeni. Kwa hiyo nayo na sheria yake ya mwaka 1968. Hizi biashara tunazozifanya tujue kwamba zinakuwa backed up, yaani zinasukumwa kwa utaratibu wa sheria. Kwa hiyo ndugu yangu, kwenye biashara, uelewe biashara yote unayofungua basi unatakiwa kufuata hizi sheria. Wakati wa awali tulikuwa na mfumo mwingine unaitwa LCRS, lakini kwa nyuma tena zaidi tulikuwa tunatumia maji, kwa maana vile vitabu unapatiwa leseni yako kwa mkono. Lakini kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2023, serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI ilianzisha mfumo wa upatikanaji wa leseni za biashara kidijitali ujulikanao kama Tausi. Nadhani ndugu wafanyabiashara mashahidi wa matumizi ya mfumo huu. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, mfumo wa Tausi umsaidia mteja kufanya malipo kwa kutumia njia mbalimbali kama vile benki. Kwa hiyo mfumo umekurahisishia, unaweza kutumia benki zetu CRDB, NMB, NBC, TPB, lakini pia kuna M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Visa pamoja na Mastercard. Kwa kutumia, ukishaingia sasa kule kuna namba maalum itatoka ambayo inaitwa control number. Kwa hiyo ukishapata kule control number, ina maana moja kwa moja unaenda kulipia kwa kutumia zote taasisi ambazo nimezitaja hapo juu. Biashara wa wilaya kupata sawa kutana na wafanyabiashara na tunazungumzia mambo yanayohusiana na benki ya CRDB. Tuko kwa ajili yao kwa mikopo midogo, mikubwa, ya kati, wanaanza biashara, pia tunakopesha pia hata kwa watumishi wakulima, na tumeona vigezo ambavyo wafanyabiashara wanaweza kuwa nazo. Kukopeshwa ni vigezo rahisi ambavyo tunaweza kuona. Benki hii ipo kwa ajili yao, na tutaendelea kushirikiana ili tuweze kuhakikisha kwamba wilaya yetu inakuwa na watu wetu wanakuwa kimapato zaidi. Sana serikali kwa ajili ya kuwezesha kama serikali, na sisi kama TCCIA tuko tayari kushirikiana na serikali kwa ajili ya kutatua changamoto.